And our mothers fought for independence. Shirika la vijana wa Kenya limeeleza wasiwasi wake kuhusu mchakato wa kuwateua makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, wakidai kwamba umewaacha nje vijana licha kuwasilisha maombi yao kujaza nafasi hizo katika tume hiyo. Kundi hilo linasisitiza kwamba vijana hawajapewa nafasi ya uongozi ipasavyo, linamtaka Rais William Ruto kuangazia uadilifu wa viwango vya maadili anapochagua viongozi hususan vijana. Ni kama tuko katika nchi ya handshake. Na pia hii IEBC tunaona ni kama handshake inaenda kufanyika huko, kwa sababu kama huyu jamaa Charles Nyachaya alikuwa PA, kama mtu mgombea mwenye anataka kugombea urais ambaye anaitwa Matiang'i alikuwa PA wa Nyachai. Na sasa tunaona huyo Nyachai mtoto wake ndio anataka kwenda kusimamia IEBC. Hiyo inamaanisha nini? That the youth are going to participate in these 2027 elections in three folds. Number one, as voters, we shall come out and vote. Number two, as candidates as well, we shall contest. But most importantly, we must be there to oversee the process. We must be there to protect the voting. And therefore, we must be part of the referees. And we are telling Makanda to work with speed and ensure that the youth are included in that shortlisting. Sisi tunasema kama vijana tutatoka nje. Ukweli ama si ukweli? Tunasema kama kwa hiyo shortlisting hauta consider vijana ambayo wameapply bwana rais. Sisi jua sasa hii finance bill ya 2025 ndio itakuwa mbaya. Ukweli ama si ukweli? Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo